Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani ilitumia zaidi ya ndege 150 katika kuhakikisha inafanya shambulizi huko Venezuela. Hii ni mbinu kubwa iliyotumiwa na Marekani huku ikitumia makombora mengine ya baharini pamoja na askari wa nchi kavu. Hii ndio ilikuja kusaidia kuhakikisha wameweza kuiteka Venezuela kwa urahisi zaidi. Marekani inadaiwa ilikuwa na wanajeshi wengi nchini Venezuela walioshiriki katika zoezi hilo na kuweza kumkamata Nicolas Maduro. Hata hivyo, kwa mujibu wa rais wa Marekani, anasema kwamba mpango wa serikali yake pamoja na majeshi yake haikuwa kuishambulia Venezuela isipokuwa ni kumkamata Nicolas Maduro. Mpaka sasa inadaiwa kwamba takribani watu 40 wakiwemo raia na wanajeshi wameuawa wakati wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yaliyolenga Venezuela na kumteka nyara rais Nicolas Maduro, kulingana na ripoti zilizochapishwa na gazeti la New York Times. Ikimnukuu afisa mkuu wa Venezuela ambaye hakutaja jina lake, ripoti hiyo imesema takribani watu 40 wakiwemo raia na wanajeshi waliuawa katika shambulizi hilo. Maafisa wa Marekani waliliambia gazeti hilo kwamba shambulizi hilo lilihusisha kampeni kubwa ya anga iliyolenga kuzima ulinzi wa anga wa Venezuela kabla ya vikosi vya ardhini kutumwa. Kwa hivyo ndege zaidi ya 150 zilitumika. Ni ndege ambazo zisizokuwa na rubani na zisizoonekana katika rada, ambazo ziliweza kufanya mashambulizi kwa muda mfupi, lakini pia kwa kutumia makombora yaliyotokea baharini, ambapo baadaye askari wa ardhini walijitokeza na kuanzisha operation ya kumsaka Maduro baada tu ya kumaliza kuzungumza kupitia televisheni ya taifa. Hakukuwa na uthibitisho wa haraka wa umma kutoka kwa ikulu ya White House au Pentagon kuhusu takwimu za majeruhi au wigo kamili wa operesheni. Vikosi vya Marekani vimemkamata Maduro na mkewe kutoka Venezuela mapema Jumamosi katika kile Trump alichoeleza kuwa ni operesheni kubwa ya usiku kucha. Trump alisema Marekani itaiendesha Venezuela hadi mabadiliko salama, sahihi na ya busara yatakapopatikana. Waendesha mashtaka wa shirikisho katika wilaya ya kusini mwa New York walibatilisha hati ya mashtaka mapema Jumamosi, wakiwashutumu Maduro na Flores kwa ulanguzi wa tani za kokeni hadi Marekani pamoja na uhalifu mwingine unaodaiwa. Wakosoaji wameonya kwamba mashambulizi hayo yanakiuka sheria za kimataifa kupitia bunge la Congress na kuhatarisha kukosekana kwa utulivu kote Venezuela na eneo zima la Caribbean. Hali ya usalama nchini Venezuela bado ni tete. Ubalozi wa Marekani umeeleza ukionya kuwa hali ya usalama nchini humo bado ni tete na kuwataka raia wa Marekani kutosafiri kwenda nchini humo na kuchukua tahadhari kubwa ikiwa tayari wapo. Ubalozi huo ulisema katika taarifa kwamba Venezuela inasalia chini ya uanishaji wa juu zaidi wa ushauri wa usafiri wa Marekani kutokana na hatari kubwa kwa Wamarekani, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kimakosa, uhalifu, machafuko ya kiraia na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Aidha, ubalozi umebainisha kuwa hakuna safari za ndege za kibiashara zinazofanya kazi kwa sasa ndani au nje ya Venezuela, jambo linalotatiza zaidi chaguzi za usafiri na uokoaji kwa raia wa kigeni. Kulingana na taarifa hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imewaondoa wanadiplomasia wote katika ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, mwezi Machi mwaka 2019 na kusimamisha shughuli zake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, bado tunakupa updates na yote yanayotokea huko Venezuela baada ya tangazo la Donald Trump kuishambulia Venezuela na kumteka bwana Nicolas Maduro. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.